Haleluya! Jina la Bwana Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Bwana wetu Yesu Kristo, yeye aliyepewa ufunuo na Baba ili kupata kumwonyesha mtumwa wake Yohana yale yatakayoipata dunia. Na tunaona naye akatuma kwa mkono wa malaika ili amwonyeshe mtumwa wake Yohana aliyelishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Jina la Mungu wa Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo lipewe sifa, litukuzwe milele yote, maana yeye ndo ajuaye yote, hata yaliyo katika siri za mioyo ya watu na katika mataifa yote. Moja kwa moja niweze kusema hii ni sauti ya mtu aliye hai. Watu wakisema walia nini? Ni sauti ya mtu aliye hai, maana tuko wakati wa nyika, kama alivyotangulia kusema nabii Isaya. Huyu ndio yule aliyenenwa na nabii Isaya akisema ni sauti yake aliye hai nyikani. Tunaona tuko katika nyika na ukiwa wa vitu muhimu ambavyo vinamrahisishia maisha ya mwanadamu, hasa pia swala hili la petroli, diesel, ambayo ni bidhaa adimu na ya muhimu sana kwenye maisha ya wanadamu. Kama nilivyoweza kusema na kujitambulisha, ni sauti ya mtu aliye nyikani, tukitengeneza nyikani katika hii njia ya hali ya utupu na ukiwa, watu wakitokewa kutengeneza, na kila bonde likijazwa. Ikiwa inamaanisha nini? Pale ambapo umepunguka ujazo wa neno la Mungu, wa mafuta, wa moto wa maombi, ukijazwa kama wale waliokuwa katika bonde lililojaa mifupa mikavu, Bwana akamwambia tabiri. Kulikuwa na ujazo wa utabiri, hata ikapelekea watu wakapata nyama zikarudi, wakasimama tena kuwa jeshi kubwa, na kila kilima na kilima kitashushwa. Hiyo inamaanisha wale waliojiinua juu ya Mungu watashushwa, na pale ambapo umepindishwa usipate kuijua kweli, hasa leo nikiongelea swala la teknolojia, ambao watu wamekuta wakiinadi sana, wakielezea imekuwa kumbe ni ajenda ya siri ya mpinga Kristo dunia. Ninaomba uwe pamoja nami tangu mwanzo, nikimwalika Roho Mtakatifu ashirikiane nasi tangu tunapoanza mpaka tunapomaliza. Roho Mtakatifu, mwalimu, mwelekezaji, unayenionyesha njia itupasaye kuenenda, ninaomba upate kutumia kinywa hichi na kumshuhudiza yule apingaye yale unayoyanena kupitia kinywa hichi, maana umetangulia kusema watoto ni nyakati za mwisho, na kama ninavyowaambia kwamba ni nyakati za mwisho, na mpinga Kristo yuaja, na sasa ameshakuwapo, ili mpate kujua ni nyakati za mwisho. Amen. Baada ya kusema haya,
niweze sasa kukuelezea kichwa cha somo kilivyobeba ajenda ya siri juu ya swala la teknolojia ambao watu wanasema inakuwa kwa kasi duniani. Kwa hili swala teknolojia imekuwa, hili swala linaloelezea ranamasianatayanamokopo ya setenamo ebenairatayanamoshika ya dasata. Haleluya Bwana. Anasema hii teknolojia ambayo watu wanasema imekuwa, basi tambueni ni ajenda, tambueni ni moja, yako mengi hapo, lakini leo tunaelezea ujue kwamba hii teknolojia iliyokuwa duniani ni moja ya ajenda ya siri ya kumpinga Yesu Kristo. Kwa uthibitisho wa kifungu hichi kinavyoelezea katika Danieli 12 mstari wa 4 unasema, lakini we Danieli, yafunge maneno haya, uyatie muhuri, ukatie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko, na maarifa yataongezeka. Hapa anapoongelea maarifa yataongezeka, kuna maarifa ya pande mbili za ufalme. Kuna ufalme wa Mungu hapa chini duniani, na kuna ufalme wa giza hapa chini duniani. Kwaona katika neno hili tambua, hapa duniani yapo pia maarifa ya aina mbili. Kuna maarifa mema yatokao katika neno la Mungu, na kuna maarifa ya maneno, nao ni maneno mabaya kutoka kwa Shetani. Haya maarifa tunaambiwa maarifa yataongezeka. Kwa pale ambapo watu wanapotengeneza vitu bandia, wakijikuta vitu hivyo wanavyotengeneza ni moja ya ukosoaji, ni moja ya kumpinga Mungu aliyeviumba vitu vyote, na hakutaka asaidiwe kazi. Na hapa tunaona kwamba leo sitaongelea maarifa ya neno la Mungu, maana maarifa ya neno la Mungu yataenea kama mchanga wa bahari. Maana leo utaona Mungu ameinua wimbi la manabii na mitume na wachungaji wanaohubiri, nasema kweli ya neno lake, na kufumbua mafumbo yaliyofumbwa katika kitabu hichi cha Biblia takatifu. Lakini wakati maarifa upande wa Mungu yanapoongezeka, ndivyo na upande wa giza unavyokuwa nao, ukiwa unataka kuchallenjiana, ukiwa nao unachangamka, ukiwa nao unafanya kila jitihada kutoa maarifa ya kupinga neno la Mungu ambalo ameliachilia kwa watu kama maarifa katika maisha yao. Sasa leo tunapozungumza haya, tunaona watu wanasema teknolojia, watu wamekuwa na maarifa hata ya kutengeneza ndege zisizokuwa na rubani. Watu wanadai watu wamekuwa na maarifa yameongezeka, hata kujikuta wanatengeneza treni zisizoweza kuongozwa
na mwanadamu ambaye Mungu amempa kipawa au karama zinaendeshwa labda na umeme, matrekta ya kulima, ama tunaona roboti zinahudumia labda waheshimiwa, labda zinahudumia mahotelini, nyingine ndo zinabeba mimba mpaka miezi kadhaa. Basi dunia na mataifa yanapoona yapo mataifa yaliyoweza kutoa teknolojia ama kukua kwa tengeneza vitu kama hivyo, nao wanaiga, lakini wasitambue kwamba hiyo ni roho ya mpinga Kristo inayofanya kazi kwa siri. Hiyo ni roho ya upingaji inayofanya kazi kwa siri kubwa, ili hali huku mbele tutaona Mungu anasema yawapasa watu wafanye kazi siku ngapi? Siku 6. Leo mtu Mungu aliyempa karama ya uendeshaji labda treni, leo hapati hiyo fursa. Leo anayeendesha ndege zinatengenezwa zisizokuwa na rubani, na mataifa kama bara la Afrika nao wanaiga kuingiza au kutengeneza ama kuchakata au kuingia ubia au kukuamua kabisa wale ambao wako kwenye mataifa yaliyoendelea, kuwaingiza katika taifa fulani ama taifa la Tanzania ama Kenya ama Uganda ama Rwanda ama Burundi, wakisema ni wawekezaji wanaowekeza viwanda hasa vya kutengeneza vitu bandia vya kupinga uumbaji wa Mungu. Hayo mataifa yataingia kwenye mtikisiko, yataingia kwenye wakati mgumu sana, kwa maana hiyo ni ajenda ya siri. Hayo ni maarifa ambayo yanaachiliwa na Ibilisi Shetani, yaliyojificha sana, watu wakiona ni akili, ni maarifa yameongezeka, watu wanataka warahisishiwe mambo. Leo tunaona sio tu uchakataji wa au utengenezaji tu wa ndege, hata magari yasiyoendeshwa na watu ambao Mungu amewapa karama, vipawa, talanta. Leo watu hao watawekwa wapi? Maana baada ya watu kuajiriwa kwa mujibu wa vifungu vitakatifu vya Biblia nitakavyovielezea hapa mbele, leo wanakosa ajira kwa sababu watu wanasema tunarahisisha, ni mwanadamu aachwe bila kujishughulisha, bila kufanya chochote, na ili hali maandiko yanasema asiyefanya kazi na asile. Wale wapi? Huko sio kumpinga Mungu kwamba watu wake aliowaumba wateseke vile walivyovitakiwa wavipate kula. Leo roboti amechukua nafasi. Leo ndege isiyokuwa na rubani haipati malipo. Leo gari anaona hakuna atakayelipwa. Trekta zinazolima mashamba haitoshi. Leo watu wanarahisishiwa kwamba mtu asibebe mimba miezi 9, anachoka, watengeneze roboti za kubeba mimba. Tambua, popote pale unaponisikiliza kwenye mataifa yote duniani, teknolojia inapokuwa, hasa hii ya kupinga
maagizo ya Mungu kwa watu wake, ama neno la Mungu linavyoagiza na kutaka watu watende kazi, na vifaa vingine vikachukua nafasi na watu wasipate kazi, ndivyo anguko linakuja duniani. Anguko kubwa la kiuchumi, anguko kubwa litakaloipata dunia, kama wakati huo wa kizazi kilichopita. Watu walipinga uumbaji wa Mungu kwa kuamua hata kuvunja sheria, kubadili amri. Wanaume wakaacha matumizi ya asili, wakawakiana tamaa. Wanawake nao wakafanya vivyo vivyo, wakafanya usagaji. Hiyo ni roho ya upinga Kristo, ya kupinga sheria za Mungu, kupinga maagizo ya Mungu, kama Sodoma na Gomora iliangushwa. Sasa baada ya kusema haya machache, hasira ya Mungu imewaka juu ya mataifa hayo, na hata mataifa ambayo yamekuta yanaiga mifumo na mienendo inayofanyika, wanasema ni teknolojia, inajikuta haitimizi sheria ya neno la Mungu na inapinga. Usifatishe namna ya dunia hii, maana mtu akifatisha namna hii dunia na maarifa yake yasiyotokana na Mungu, wala yasiyo na faida kwa watu wake Mungu, anasema kabisa kwenye maandiko matakatifu, usifatishe namna ya dunia hii. Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, mabara ya Afrika, hata kama yanatokea Ulaya, usifatishe namna ya dunia hii. Maana mtu akiipenda hii dunia na mambo yake na fahari na vitu ambavyo wanavifanya duniani, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Manake kama hujamwajiri aliyepewa taaluma na Mungu, hakuna aliyegawa taaluma, hakuna anayegawa talanta, ni Mungu peke yake. Ni Mungu peke yake. Anasema usipompenda hata Mtanzania aliyesomea mambo labda ya kuendesha ndege, ukatengeneza isiyokuwa na rubani, au isiyohitajika rubani, au ndege au gari, ama mkaweka roboti, msihitaji watu hata wakupokea labda waheshimiwa kwenye bunge lenu. Huku anasema huwezi kumpenda Mungu usiyemuona. Ili hali kuna Mtanzania ama Mkenya ama Muganda ama Mburundi ama Mnigeria ama Mzambia ama Mkongo ama mtu wa mabara ya Ulaya huko, hana kazi, anasota, afu unakuta vifaa vile vinatakiwa viendeshwe na mwanadamu kwa akili ambao Mungu ameweka ya ujazo ndani yao, haifanyiki. Anguko linaipata dunia. Na haya ndio machukizo. Bwana akasema wakawa na lugha moja, lugha moja na usemi mmoja, wakisema tujenge mnara wa Babeli, ambao ni machukizo. Mungu akasema nitawashukia ili niwachafulie lugha zao na usemi wao, na niwatapanye ili wasije kutekeleza haya. Sasa baada ya mwongozo wa Roho Mtakatifu kupitia kutuonyesha au kutufunulia juu ya swala la maarifa tuliyoelezea, tutazame sasa ni kwa jinsi gani watu husema teknolojia imekuwa au imeongezeka, ili hali ni ajenda ya siri ya kumpinga Kristo, ya ile alama 666 ambayo kinabii ni namba isiyo na ukamilisho wa agizo
la maneno ya Mungu kama ilivyoandikwa katika Kutoka. Tuangalie Kutoka hapa. Rana masiana na mokopora la basaya. Haleluya Mwokozi, haleluya Jehova Masi. Haleluya Mekadeshi. Haleluya Jehova Nisi. Haleluya Jehova Eliolama. Haleluya Jehova Mekadeshi. Asante Roho Mtakatifu kwa ufunuo huu. Kutoka 35 mstari wa kwanza hadi ile mstari wa pili. Musa akakutanisha mkutano wote wa wana wa Israeli na kuambia maneno aliyoyahusia Bwana ni haya. Haya ni mahusia aliyohusia Bwana aliyeziumba mbingu, kwamba myafanye kwa mujibu wa kifungu hichi cha Kutoka 32 mstari wa pili. Fanyeni kazi siku ngapi? 6. Hawa watu wanaotengeneza vitu ambavyo havishabiani na mwanadamu kuhusika, kuendesha ndege, kuendesha trekta, kuendesha tunasema bajaji, wengine watatengeneza paka za remote, ndege, magari. Hii ajenda ya siri inayopelekea Mungu akasema mwanamke atabeba mimba miezi 9. Leo roboti ndo linabeba kwa niaba ya mwanamke, na hiyo ni kazi ambayo mwanamke pia amepewa, kubeba mimba miezi 9. Sasa anasema fanyeni kazi siku ngapi? Siku 6. Je, hili agizo alilotoa Mungu halijapingwa? Halijapingwa na watu wanaosema wanatengeneza vitu vya kurahisisha maisha, hata ikiwepo mojawapo ya siku hizi kuna wanawake wengine wanasema tu hatutaki kunyonyesha. Zimekuja chuchu za kukamua na umeme. Hizi ni ajenda za kupinga, sio tena kunyonyesha. Mwingine anasema siwezi kunyonyesha masaa kadhaa, nachukua muda. Na wakati kuna siku na mashirika anasema yanaadhimisha siku ya kunyonyesha duniani. Tunaelekea wapi? Hapa nimejaribu kuongea kwa kifupi sana. Huu ndio ubabeli ambao ni machukizo ya kupinga kazi ambayo Mungu anasema asiyefanya kazi na asili. Na kwa hizo siku 6 hao watu wakale wapi? Na agizo la Mungu ni nani ambaye analitenda? Na taifa lolote ambalo nalo limeiga au limefatisha na likiwa na spidi za kuhakikisha linaleta hata wawekezaji, hamjajiingiza kwenye ajenda ya kupinga agizo la Mungu, watu waajiriwe, wapate kula, vitu vinarahisishwa, watu waachwe bila kazi. Tunatengeneza kizazi gani ambacho itafika wakati wizi unashamiri, watu wanaiba, watu wanasomea taaluma kadha wa kadha. Leo taaluma hiyo watu wanakaa kwenye ajenda za wanaoji, turahisisheje, tupunguze matumizi ya watu tunaowaajiri, kuwapa fedha. Wakale wapi? Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, ikiwa na Marekani na China na Japani, mnaotengeneza pia labda magari yasiyokuwa na dereva. Sasa na baada ya kuona maagizo hayo yanakiukwa au hayatekelezwi,
Ndipo Bwana akasema nitoe unabii kwa teknolojia hizi ndizo zinazopelekea kuwa na anguko